Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa REA, Mhandisi Hassan Saidi, mkuu wa kitengo cha TEHAMA Frank Mgogo, amesema jumla ya vitongoji mkoa wa Mbeya ni 2951 ambapo vitongoji vyenye umeme ni 1970 sawa na 67%, huku vitongoji vitakavyosalia ni 665 pekee. Serikali inavyosema wananchi waunge kwa shilingi 27,000 ni kwamba hiyo ni kodi tu, ni VAT, lakini miradi imeletwa na serikali bure kuwanufaisha wananchi kwa ajili wajikwamue kiuchumi. Kwa miradi haina fidia. Kwa tunaomba wananchi wa maeneo husika, wajibu wao ni kuruhusu mkuza wa kupitisha miundombinu. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, malalamiko tuliyokuwa tukiyapata kwenye miradi iliyopita ya kukata mazao, tumemwelekeza mkandarasi kwamba asifanye hivyo. Anatakiwa kuwa na mawasiliano ya karibu na viongozi kuanzia ofisi yako kwenda kwa viongozi wa chini mpaka wenye viti wa vijiji vinakwenda kuwekewa umeme. Hayo ni maendeleo makubwa, maana yake wale vijana wetu ambao wanatoka vijijini kuja mjini kwa sababu ya kufuata umeme au kufanya shughuli zao za kuunga vyuma au kufanya biashara za vinywaji baridi, sasa watafanyia wakiwa kule vijijini. Kwa hiyo tumpigie makofi sana Mheshimiwa Rais. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amesema mradi huo unaenda kuleta tija na kuchochea maendeleo kwa wananchi wa mkoa wa Mbeya, ambapo wataunganishiwa umeme huo kuwawezesha kuendesha shughuli zao za kiuchumi. Mengine mawili ambalo nitawaomba watu wa REA, tutakuwa tumebakiza vijiji vichache sana kuelekea kufika mwisho na Mbeya kuwa yote ina nishati ya umeme kwenye vitongoji na vijiji vyake vyote. Kwa sasa tumefika 77%. Niwaombe hizi 22 zilizobaki zisichukue muda mrefu. Nishati ya umeme faida yake iko wazi kwa kukuza uchumi wa wajasiriamali kwenye maeneo yetu, na pia kuleta maisha bora kama ambavyo ilani yetu imekuwa ikitamka kwa wananchi wake. Kwa upande wake, meneja wa miradi kutoka kampuni ya White City International Contractors Limited, Baraka Mungai, ambaye anatekeleza mradi huo, ameishukuru serikali kupitia REA kwa kupewa fursa hiyo kutekeleza mradi huo, huku akiuhakikishia uongozi wa mkoa wa Mbeya kukamilisha mradi huo kwa wakati. Ikiwezekana tumalize kabla ya muda wa mkataba. Hiyo ndio ahadi ya kwanza ambayo sisi tutahakikisha. Hata katika ule muda ambao utabaki tutakuwa tunatumia kuwaunganisha wateja peke yake, lakini zile kazi ambazo ndo main task za ujenzi tutakuwa tumecover kabla ya muda wa mkataba. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.